Le maire de la ville de Goma et certaines autorités civiles et militaires ont dédié la République démocratique du Congo, notre pays, à l'Éternel. C'est en tout cas pendant les cultes dominicales de ce 15 octobre 2023, organisé par la CEPAC de Goma, que le professeur Dr Kennedy Kihangi Bindu, accompagné de son épouse, Maman Jeannette Sekana Bokiangi, ainsi que les autorités civiles et militaires, ont tressé les drapeaux du pays afin de les sanctifier et bénir la nation congolaise au cours d'un moment de fortes prières. Tout a commencé par une courte louange et adoration avant de passer à une brève prédication pour chuter avec la prophétie sur l'avenir de la République démocratique du Congo. À en croire le prophète Nigeria qui dit venir au Congo par la demande de Dieu, la RDC est proche de son envol. À très bientôt, ce pays de Lumumba va dire au revoir à toute forme de souffrance. He said the problem in DRC will have been easier if the church had remained faithful to God. Ya kwamba shida ya nchi ya Kongo inaweza ikaisha kwa haraka sana ikiwa kanisa litakuwa na uaminifu. But witchcraft had taken over the church also, as it is in several other countries in Africa. Lakini pia uchawi umeingia mkanisa kama vile nchi zingine Afrika. Some pastors have started operating the spirits of divination and witchcraft. Mapasteri mingi wanatumika na roho za uchawi. They are the ones performing rituals and divination for some people in government. Wengine mapasteri wanafanya uchawi katika njia ya kuombea autorite gouvernement. Mapasteri they practice every kind of sin to gather the crowd. Mapasteri wanafanya aina nyingi ya dhambi juu ya makusudi ya kwenda makanisa kabambi. They even travel to other African nations to invite demons into their country. Wanaenda kama pays étranger kutafuta dawa kwa makanisa zao siku za kabambi na watu wanafuata wamini. But God said, lakini Bwana anasema, I decided to show mercy upon the nation. Bwana ameamua kurehemu nchi ya Kongo. That is the reason why I'm raising people to pray. Na ndio sababu Mungu anainua watu ambao ni waombaji watakaoombea nchi ya Kongo, kwa maana ni wakati wa kurehemu nchi ya Kongo. He said, it is my strong desire to bless the nation. Ya kwamba ni haja kubwa ya Mungu ili aibariki nchi ya Kongo. And to take her into her purpose. Na Mungu ni haja yake kubwa sana ili aipeleke nchi mbele katika mpango yake ya kimungu. He said a period of 3 years will go over the land. Ya kwamba kwa miaka mitatu iko mbele, from 2022 to 2025. Kuanzia 2022 mpaka 2025. Miaka tatu iko mbele. It will be 3 years of difficulties. Itakuwa miaka tatu ya shida. Because I will bring vengeance upon the evil people in the land. Kwa sababu Bwana anakuja kurevenge, analeta revenge kwa watu ambao walisababisha mauaji na mabaya yafanyike katika nchi. Some of them are politicians, some of them are pastors. Wamoja ni wanasiasa na wengine ni mapasteri. I will visit them with vengeance and their family members. Mungu atawatembelea na hasira yake pamoja na familia zao. I will demand every blood they shed from them. I will demand every blood they shed from them. Kila damu yenye walimwanga, Mungu ana hasira na Mungu atawapiga kwa fimbo yake. I will also destroy the organizations that they set up. Na Mungu atabomola maorganization zenye walishatengeneza. Kama ni makanisa zitabomoka, kama ni nini itaharibika. And I will replace them with other people who will serve me faithfully. Na Mungu anaenda kuwalipa wale watumishi wake ambao wamefanya kazi katika uaminifu. It will start from late this year. Itaanza afa mwaka ishe. At the end of those 3 years, mwisho ya yale miaka mitatu,
A new beginning will happen in the nation. Kutakuwa na mwanzo mpya katika nchi ya Kongo. A new government that love the nation. Kutakuwa na guvernema mpya ambao itapenda taifa la nchi ya Kongo. That fear God. Ambao guvernema ambao wataogopa Mungu. And will move the nation forward. Na watapeleka nchi mbele. We will be able to resolve the crisis in the eastern parts of the nation. Na ile guvernema itaingia batakuwa kapable ya kuresoudre maprobleme za este ya Kongo. And bring enduring peace upon the land. Na kuleta amani ambayo itadumu katika nchi ya Kongo. Étant parmi les invités d'honneur, les maires de la ville de Goma, ainsi que l'honorable député provincial Prince Kiangi, ont pendant leur prière demandé à Dieu la paix et la prospérité avant de remercier à tour les organisateurs. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, a été premier à dédier ce pays à l'Éternel. Je suis donc très honoré de suivre ces pas. Lâche le professeur Dr Kennedy Kirangi. Tunasema sasa kwa kanisa lote nzima kwa magharibi ya leo, kwa magharibi ya kipekee na kipekee ya hii magharibi ya leo ni kusema Bwana anaishi, Bwana anatenda, na ni muda ya kanisa kwanza kuongoza. Bwana amependa ajichagulie wale ambao watafanya kazi katika nchi ya Kongo, na wale ambao watapata kazi hii na waomba watumike wakisikia sauti ya Roho Mtakatifu. Tumepata ujumbe kutoka Nigeria. Nikasema kidogo asikie. Pastor, we would like to thank you for this wonderful evening and for the message. You are coming from Nigeria to DRC. I would like to introduce myself to you. I'm Professor Kennedy. I'm a Deputy Vice Chancellor of the University, and I've been also appointed as the Mayor of the City of Goma. And very soon I'll be taking over as the Mayor of the City of Goma. So I would like to see you when I will be in power here very soon, to see you coming back in DRC, in the city of Goma, so we can celebrate this message. Lumumba, he has to say, and God has spoken to us through yourself. Let God bless yourself and your family and your wife. Thank you. Tunataka kumshukuru yeye pasa kutoka Nigeria. Anatoka mbali sana. Amepata ujumbe ya Goma. Na kama amefika katika mji ya Goma, ni kusema Mungu anapenda mji wa Goma na anapenda kanisa la Mungu hapa, na tunapenda mabadiliko ya nchi ianzie hapa. Hii ambayo tunaishi leo ionekane. Mji wa Goma kuwe mji ambao utainuka tena zaidi sana. Basi tunambariki vile chef de l'etat, kama vile Reverend alisema, tumepata rais ambaye anamjua Mungu na tubili tumlombee zaidi sana. President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alipokamata madaraka aliweza kutia nchi ya Kongo katika mikono ya Mungu. Ule ni wa kwanza katika hii nchi, katika dunia hii ya Kongo, kusema atie nchi katika mikono ya Mungu. Tunamubariki na sema tuko nyuma yake. Muendelee kutuombea. Ninashukuru kwa maana na waleza. Mimi nilikuwa nommé comme maire de la ville de Goma. Na kama vile maire de la ville de Goma tutaanza kazi zinazokuja. Taomba mtusaidie zaidi sana. Wakati wa Kristo wanainuliwa kwa vyeti, tukue watu ambao tunasikia sauti ya Mungu na tutembee kufuatana maneno ya Mungu. Na tukitembea katika hilo tewanyesha wa Kristo sikilikana. Katika mji wa Kongo. Nous devons prier nuit et jour pour les compatriotes résistants qui sont en train de se battre pour libérer notre pays, a ainsi cité l'honorable Prince Kiangi. Nimefurahi sana kwa hii muda ambao tumepewa hapa kuweza kuomba Mungu na kulilia Mungu. Tunajua kama ni wengi ambao wametoa hata damu yao kwenda kwa mapambano. Na wakati tumeomba, tumeendelea kukumbuka wale na kuwafikiria wenye damu yao inamwagika. Sisi wengine tunaikaa kwenye nyumba zetu, tunalala, tunakula, lakini wengine wanatoa maisha. Nikusema ni kwetu kuombea Mungu awasaidie. Mahali wanapatikana Mungu awasaidie, na Mungu asaidie wale wa ndugu, wa baba, mama, vijana, watoto ambao wanakuwa katika makambi. Wakati mvua inanyesha hivi, tunawafikiria
mvula ilinyesha usiku, nikakumbuka nikasema kwenye wale watu wiko sahi anateseka. Tunashukuru sana kwa hiki kiwango ambao imepitikana hapa, na ninaamini Mungu mzima ametusikia na tutaishi kwa tendo. Notons que cette cérémonie est intervenue quelques jours après l'allègement de l'état de siège décrété sur les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, qui a fait partie des points touchés par le chef de l'État dans sa dernière adresse à la nation. Un sourire fraternel et digne, sans hypocrisie, a séparé ces personnalités civiles et militaires à la fin du culte.